Bana Haja the Credible ambaye ni mtangazaji wa radio ya Bongo FM ambaye ni moja kati ya tawi la TBC. Sasa Haja the Credible katika siku ya leo, katika moja kati ya interview alikuwa anataka kumfanyia Alikiba, basi kwa bahati mbaya mambo yake yakaenda vibaya. Sasa kwa muda mfupi ameweza kuelezea nini ambacho kiliweza kutokea na nini ambacho kilikuwa kimefanyika katika interview hiyo mpaka Alikiba akaweza kumuignore au kuweza kukataa kufanyiwa interview na kipindi hicho cha radio. Basi hebu ngoja tuone na kipi ambacho ameweza kuelezea ndani kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa tukio, na ameweza kuelezea kwa kina kwamba baada ya kukataa kufanya interview na yeye, basi aliweza kwenda kufanya interview pamoja na radio yake ya Crown FM. Obvious kuna kuwa na performance mbalimbali za wasanii, na hiyo imekuwa ikifanyika kwa muda mrefu sana. Sisi sote ni mashahidi, tunajua. So kwa sababu hiyo, kwa nafasi ya kipekee kabisa, bosi wangu akaniambia nije hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunatazama matukio, na this time around tukiwa tunazungumza, basi tuwe tunazungumza kwa ushahidi. Tumeona exactly vitu ambavyo vinaendelea kwenye event na nini. So mimi nimefika hapa jana na nimejaribu kucheki baadhi ya vitu mbalimbali. To be honest, maandalizi yamekuwa makubwa sana, sio kidogo. Ya CCM yamefanyika kwa ukubwa mno, wala sio kidogo. Ukipita kwenye maeneo mbalimbali hapa Dodoma, kwa mfano mimi nimepata makazi nje kidogo ya mji wa Dodoma, na hiyo ni kwa sababu ya population ya watu wamekuwa wengi sana. Yani kwa kifupi, Dar es Salaam na maeneo mengine imehamia hapa Dodoma, kwa hiyo kupata nyumba imekuwa changamoto. So kwa kuzungumza hivyo, nilikuwa pembeni mwa mji, unaona shamla za maandalizi ya chama namna ambavyo yamefana. So hongereni sana Chama cha Mapinduzi CCM, na kiukweli mimi kama daktari na nazungumza kuhusu issue za wasanii, tunahitaji kuwapongeza kwa sababu mmekuwa mkishirikiana na wasanii bega kwa bega kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi kilichotokea leo naomba tukizungumze kwa pamoja. Niliandika kwenye mtandao wangu wa Instagram like kuuliza, kuhoji. Wanaendelea kuhoji. Ekamoja. Sala la kuwaka hapa. Ndio kama mchakato kidogo. Kwa lokole. Kwa sababu hii ndogo ikabisa ile ndogo ile. Nimefinya. Hapa ni fizi. 7. Sasa gari mimi tu mwenyewe nakachia hivi hapa na kule road ni mbali sana. Bwana mzuri mshikaji wa pale mjigeti. Sasa yule nitamaliza bwana chukue coach. Dakika 10 tu hapa namaliza. Wewe bro. Yeah. Edison Maziwa pamoja sana brother Elias Stefano, nimekuona. Mataboy, Dr. Wahid pamoja sana. I am fantasy my brother, very talented boy. Okay, so nimesema maandalizi yamekuwa makubwa na mazuri sana. Kilichotokea leo kati yangu mimi na King Kiba, Ali Kiba, kwanza sikutegemea. Unajua pale ambapo mimi nilimfuata Ali Kiba ilikuwa ni ile ni green carpet, sehemu ambako mastaa mbalimbali, watu mbalimbali wanaingia hapo. So wakishaingia hapo kama msanii amefika na anaongeleka, unaona, kwa sababu anakuepo zaidi kwenye hayo maeneo. Sio mtu ambaye direct amefika na kupita kwenye green carpet na kuendelea na mambo yake mengine. So msanii yote ambaye, na ndo taratibu, ukimuona msanii yeyote yule ameingia kwenye green carpet, amesimama, amekaa, anasalimiana na watu, manake kuna hiyo possibility ya kupata naye interview. So ndicho ambacho mimi nilikifanya, na ukiingia kwenye page yangu hapo nimekuwekea hizo video namna ambavyo nilikuwa nimemfuata King Kiba mara ya kwanza na mara ya pili. So mimi nikamfuata King Kiba mara ya kwanza wakati ambapo ameingia kama dakika 2 hivi baada ya kusalimiana na washikaji zake na nini, na nikamsalimia. Kwenye hizo video inasikika kabisa sauti yangu, King Kiba brother, mambo vipi? So nimemfuata direct, na nilimfuata nikiwa na microphone yenye logo ya Bongo FM. Kwa hiyo sio haja, ni Bongo FM ndiye ambaye ilitaka kufanya mahojiano na King Kiba kupitia haja.
kupitia Dr. Upupu, umeona bana. So nilivyomfuata sikupata mapokezi mazuri kiukweli kama ambavyo video zilikuwa zinaonekana. Mimi wakati nakuja yeye akanipita akawa mbele yangu, so nikajitahidi kwenda mbele yake ili nimwekee mic kwa ajili ya mazungumzo, lakini bad luck hakunipa kabisa hiyo nafasi, na sikukata tamaa. Nikahisi kwa sababu pia kulikuwa na pressure ya msaidizi wake, bodyguard, akawa ananiambia kwamba hapana, usirekodi. So mimi nikawa namuomba kwamba naomba hata dakika 2 tu ya kuzungumza kuhusu haya ambayo yanaendelea kwenye chama, sio udaku kama ambavyo watu wengine wanazungumza. Ukipita kwenye page yangu pale kuna mtu akwambia nyie mnazungumza kuhusu stories za hovyo while tupo kwenye matukio mengine. Mimi sio mtu wa hivyo, na sio mtu wa stories za kupenda kiki kila wakati. Kwa hiyo exactly stories zangu zilikuwa zinahusu tukio husika, na watu ambao wamefuatilia kwenye page ya Bongo FM ni mashahidi, wameona namna ambavyo hata wasanii wengine niliofanya nao interview nilikuwa nazungumza naye. Mtu kama Romy Jones, big shout kwako my brother, alinipokea tu vizuri, na nikazungumza kuhusu issue za chama pamoja na vitu ambavyo vinamhusu Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndio alikuwepo pale moja kwa moja. So mara ya kwanza alivyonikatalia nikamwacha kwa sababu alikuwa anaongea pia na watu, nimuombe tena. Wakati ninaenda mbele wakaja vijana wake wa media ambayo yeye anai-own. Baada ya wao kuja akakubali kufanya interview. Vijana wakatoa microphone na nini, wakamwekea mic pale, camera, wakawa na record. Nikawaza kuweka pia mic yangu, lakini nikasema hapana, iache iwe exclusive kwenye hicho kituo ambacho yeye anakisimamia. So baada ya pale mimi nilivyomwacha yeye afanye hiyo interview, nikamfuata tena na huo wakati sasa tayari nilishaongea na msaidizi wake. Nikamwambia mkuu, naomba angalau dakika 2 za kuzungumza naye, na yeye akakubali. Akaniuliza unataka kuongea naye kitu gani? Nikamwambia bwana, mimi maswali yangu yatakuwa mawili tu. Yeye kama msanii wa Bongo Flava anakizungumziaje chama hiki cha Mapinduzi ambacho leo hii kimemleta hapa Dodoma, lakini vile vile kama msanii amenufaika kwa kiasi gani na chama cha Mapinduzi ama pamoja uongozi mzima wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Hayo ndio alikuwa maswali yangu. So baada ya kumwelezea msaidizi wake, na yeye akakubali, akasema sawa, hakuna shida. Nilivyomfuata tena ndo matokeo yake kama ambavyo tunaona yalikuwa yametokea. So mimi ile kitu kiukweli imenikata, imeniumiza, na being honest sio mara ya kwanza wasanii kuzigomea media kufanya nazo interview. Nimekuwa nikijiuliza maswali mengi sana. Why? Kuna watu wanasema kwamba bwana hizo online media miayusho na nini, which is mimi siamini kama kila online media ama kila media ina miayusho. And by the way, mimi sifanyi kazi chini ya online media. Bongo FM ni radio kubwa sana Tanzania, kila mmoja anaijua. Hakuna msanii ambaye hajui Bongo FM. Obvious, yani tusidanganyane. And kwa ushahidi, kusema ukweli, unatazama hata namna ambavyo wasanii wamekuwa wakitoa project zao hivi karibuni kwenye list ya radio ambazo wanaenda kuzitembelea ama wanazitaja, basi Bongo FM inakuwepo pale. Kwa mfano Mario wakati anataka kutoa ngoma yake ya Tete kama sijakosea, alikuwa amemention radio mbalimbali Tanzania, na akawa anazipa heshima radio ambazo ziko Bongo hapa na zinafanya shughuli zake. Bongo FM ilikuwa namba 1, remind you, ilikaa pale juu. Lakini ukiachana na Mario, Barnaba hivi karibuni alikuja na project yake ya Salama, yuko na Diamond Platnumz, akaweka listi ya media ambazo wataenda kuzitembelea. Bongo FM was there na ilikuwa radio namba 1. Kwa hiyo mimi ukiniambia kwamba kuna msanii haijui Bongo FM ama anahisi kwamba ile ni online media while sisi ni mainstream radio station, huyo ana matatizo, na nadhani anapaswa pia kuchunguzwa, kwa sababu ni radio maarufu, ipo hapa na ina compete na radio nyingi tu ambazo zinafanya kazi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi ile ni tafsiri kama dharau. King Kiba kani dharau mimi, which is sielewi kwa nini amefanya hivyo. Na
mimi na wenzangu mbalimbali, watangazaji mbalimbali wa Bongo FM tumekuwa tukisupport sana muziki wa King Kiba kwa namna moja ama nyingine. Ngoma zinapigwa 24/7, stories zake zinarushwa kupitia radio. Kwa hiyo hakukuwa na hiyo sababu. Lakini in fact ni kwamba kitu kingine, unajua sikatai, kabla wakati anaingia Alikiba ikapita muda kidogo, aliingia Diamond pamoja na crew yake. Diamond wakati anaingia, naomba tuelewane vizuri kwa sababu kumekuwa na hizo stories za Haja wewe ni mtu wa Diamond, unamzungumzia Diamond in positive way, but mimi nazungumza reality, ndo ukweli. Alianza Alikiba kuingia, mimi nilivyomfuata akanikatalia, lakini akafanya na media yake interview. Akaingia Diamond wakati anaingia pale Convention Center, alikuwa anaonekana hana muda, yani hahitaji interview na media yoyote na mtu yoyote yule. Aliingia kwa speedi kubwa mno kiasi kwamba hata mwandishi mwenyewe wa habari unaona bwana, mimi huyu yani ni kama vile mtu yupo kwenye haraka, sasa nimechelewa naenda sehemu fulani. Ubinadamu na kwa utaratibu wa kawaida huwezi kulazimisha sasa mtu wa namna hiyo ukamwomba interview na akakupatia. Kwa hiyo though nilijaribu kumsogelea, lakini sikumfikia kabisa kwa sababu alikuwa yuko speed na hakufanya interview na media yoyote. Hicho ndo ambacho mimi ninatamani nyinyi muelewe. Alikiba aliingia Convention Center, alikuwa na muda wa kufanya mazungumzo, akalisalimiana na watu baada ya kuingia takriban dakika 5 kwenye viunga pale, ile green carpet, and then Alikiba akaenda kufanya interview na media yake. Kwa hiyo alikuwa na hiyo room na uwezo wa kufanya interview na media nyingine yoyote. Niliandika kwenye Instagram, moja kati ya waandishi wa habari wakubwa duniani walitoa kitabu chao mwaka 2010 ambacho kinaelezea rules za mtu ambaye anafanywa interview anatakiwa kuzifuata kabla azielewe, kabla hajajibu chochote kutoka kwenye maswali ya mtangazaji. Lakini vile vile nikasema kitabu hicho kimeenda mbali zaidi, kimesisitiza na kuelezea umuhimu wa sisi presenter, radio presenter ama watangazaji. Sisi tunatumika as a platform, ni daraja la kumkutanisha kama ni msanii, mashabiki na yeye. It's a platform. Kwa hiyo obvious mnufaika mkuu anabaki kuwa msanii ambaye anafanyiwa interview, kwa sababu Bongo FM ina watu wake. Bongo FM ni platform kubwa. Inawezekana sawa kuna media zingine zinamwandika, lakini wakati mwingine vitu haviingiliani. Sasa watu wanashindwa kutambua hilo, kwa kiasi kikubwa wasanii walipofikia sasa hivi wanahisi kwamba wao ni wakubwa kuliko media, which is very wrong. Yani sio sawa. Media ni media tu. Huwezi kujifananisha wewe na media. Never. Hata kama unamiliki media yako, watu wamekusupport huku from the scratch mwanzoni kabisa. So why now watu hawa wanapotaka kuhitaji pengine taarifa au ufafanuzi hamwapi nafasi? Achana na mimi, kuna hizi online media nyingi sana zinateseka ndugu zangu. Watu wanapigwa vikumbo vibaya, wanadharauliwa vibaya mno, hata kama wanasema kwamba sijui career zimekwaje, lakini mwisho wa siku ndio hivyo vyombo ambavyo vinatoa taarifa zenu. Mnapokuwa na majambo yenu, mnatuita sisi kwenye press conference zenu, tunaacha kazi zetu, tunakuja tunaziandika. So ni win-win situation. Isifike wakati ikaonekana kwamba sisi tunawahitaji zaidi wasanii kuliko wasanii wanapohitaji sisi. That's very wrong. Na nikasema hii tutakuja tuizungumze. Kwenye comment kuna watu wanasema hapo like, wewe Haja, kwa sababu unaonekana unakosoa sana wasanii. You see? Wewe unakosoa wasanii. Sasa mimi na wenzangu wengine ambao wote tunawafahamu, tumekuja kwenye hii game kwa lengo moja tu, la kupunguza unafiki na kuondoa hizo sifa za kila wakati while kuna sehemu vitu haviko sawa. Kwa hiyo tukasema hatuwezi kuwa sawa. Yani Haja leo, yani
asija katokea mtu akadhani kwamba Dr. Upupu yeye yupo kwa ajili ya kumponda msanii fulani ama yupo kwa ajili ya kumshusha msanii fulani. Never. Ukipita kwenye peji yangu, shida ni kwamba watu hawatazami hamvioni vile ambavyo na vizungumza vizuri kwa wasanii wengine, zaidi ya nikimzungumzia msanii ambaye ameonyesha reaction ya kunikubali moja kwa moja, ambaye ni Diamond Platnumz. Na mimi siwezi kukosa kujisifia ama kujipongeza kutokana na reaction ya Diamond kwangu mimi, kwa sababu ndo msanii namba 1 Tanzania, inaeleweka, ni obvious, mkubwa, umeelewa. Lakini licha ya ukubwa wake amenifollow mimi. Sasa mbona wengine hawajanifollow? Sasa kama amenifollow nisiseme kwamba amenifollow? Ndugu zangu, nisiseme? Mimi nasema, na hata yeye mwenyewe huwa namzungumzaga anapokuwa nakosea, unanielewa? Huwa nazungumza, pita kwenye peji yangu mimi, pita kwenye peji ya Bongo FM, a lot of time nakuwa nasema kwamba bwana Diamond hapa amekosea. Show yake ya Uganda nilisema Diamond amekosea, performance yake sikuipenda. Alipanda na kiatu cha aina Fuengo pamoja na leather suit, which is ilikuwa haifanyi kazi vizuri kwenye jukwaa. Lakini watu wa mambo hawayaoni, wanahisi tu kwamba mimi siku wakati wote ninakuwa na wasema vibaya wasanii wengine, lakini yeye namsifia. Ni mentality tu ambayo watu wamejiwekea. Hata Alikiba nimezungumza mazuri yake mengi tu, King Kiba mengi sana. Kwa hiyo asitokee mtu akawa na hiyo mentality ya kwamba Haja yupo hapo kwa ajili ya kumsema msanii fulani vibaya na yupo kwa ajili ya kumsema msanii fulani vizuri. Sipo hivyo, fuatilia utanielewa hiki ambacho ninakimaanisha. Wasanii, msijenge chuki. Na I wish sisi hapa ambao tuna hatusifi peke yake, kuna wakati tunarekebisha, mtupende sana. Mimi na ushahidi wa kweli kabisa, I'm pretty sure, nina uhakika, mimi hapa nina uhakika nimechangia pia sehemu ya mabadiliko ya baadhi ya wasanii. Tushapiga kelele sana kuhusu management ya Harmonize, kutokuwa na management, akaleta management. Tumeongea mara nyingi sana kuhusu haya mambo, na vitu vingine unaona vinatokea. Sasa wewe kwa nini kila siku unataka uwe unasifiwa tu? Yaani wewe kila siku sasa amekuwa Baba Levo. Sasa manake Baba Levo yeye kwa Diamond hawezi kuongea kitu chochote kibaya. Lakini mimi ni mchambuzi, nitasema mazuri, nitasema mabaya, na kwa maslahi ya industry. Wewe sasa ukiona mimi ninazungumza tofauti, huyo ni wewe. Lakini to me nipo kwa ajili ya kushape game, kushape industry. Na watu ambao wako very mature kichwani kwao wanajua what I'm doing. Kwa hiyo natamani watu wengi sana waelewe hiki ambacho sisi tunakifanya, na hata wasanii wasichukulie vitu personal. Brothers and sisters, Diamond kunifollow mimi sio kitu kidogo, na nitaiweka hiyo wazi. Tembelea, nenda kwa watu wengi. Tena mimi kwanza naona kama vile sijashangilia. Kuna watu wameweka mpaka zile mabango yale manini yale. Wameweka manini yale, mapicha mbao. You see? Kwa ajili tu ya nani? Diamond kamfollow. Kuna watu comment ya Diamond, watangazaji wakubwa ambao mimi nawajua, sitaki kuwataja watu majina hapa. Comment ya Diamond wanaiprint, wanaweka kwenye maofisi yao. Haja mtangazaji wa Gen Z ambaye hafanyi kazi kwenye kituo cha Diamond Platnumz, anafanya kazi Bongo FM, ananifollow. Na inawezekana nikawa mtangazaji pekee wa kizazi hiki ambacho nimepata followers ya Diamond. Kwa hiyo lazima niwe proud of myself while naendelea kuzungumza mazuri pamoja na mabaya ya kila msanii. Yule boy, shida wasanii wetu hawapendi kuambiwa ukweli. Truth say brother, yule boy uko sahihi kabisa. Lady Analulu, wewe unaonaje bwana kwenye hili? Unaweza kanijoin hapa Lady Analulu tuzungumze. Wewe pia unakuwa unafanya kazi na hao wasanii, una deal na wasanii na nini? Nataka tuzungumze na ama mtu yeyote yule mwenye maoni tofauti, ama kama ana cha kujazia, tunaweza tukajoin hii live. Hakikisha tupo kwenye sehemu nzuri, tutakuona, lakini vile vile sauti pia itoke vizuri, alafu tuzungumze pamoja. Yote ambaye iko tayari kwa ajili ya kuchati hapa pamoja,
tunaweza tukazungumza. Liza anasema upupu huenda mimi nisione unachokifanya, but ikifika place msanii kama Platinum sana kufollow. Mzee wangu na upiga mwingi. Shukrani sana mwanangu Liza. Hivi Liza wewe ni Mkenya ama ni Mtanzania? Pablo, kipi kifanyike kupush industry? Swali zuri sana mwanangu Pablo. Kaka na kutangaza picha mbao ya hiyo forehead. Asante sana bwana. Okay, so ninasubiri mtu yeyote anaweza kani halap tuka join kupiga story tukadiscuss kuhusu vitu ambavyo vinaendelea kwenye game. Pablo bwana. Okay, kaka naona ulipambana kuongea na King Kiba, lakini wapi? Ndugu yangu, nilipambana kweli na lengo ilikuwa kuongea mazuri ya King Kiba pamoja na Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Okay, hayupo kuni join tuongee hapa. Ngoja nijibu swali la ndugu yangu hapa. Nini kifanyike kupush industry ya muziki Bongo? Game inaendelea. Lazima pia tufahamu na inakuwa. Huo ndio ukweli. Kipi kifanyike kwa sasa hivi Tanzania? Tunahitaji kupiga kelele zaidi kimataifa. Kwa sababu sisi Bongo tumemaliza. Yaani hatuna tena namna ya kufanya ili tuwaaminishe wa Tanzania, wa Afrika Mashariki na Kati ama sehemu ya Afrika kwamba sisi ni wakali. Haipo. Kwa sababu tayari tumesha prove huo ukali muda mrefu. Sisi ni wakali muda, na kama unakumbuka sasa hivi almost miaka zaidi ya 10 tunaendelea. Bongo ndo tunaongoza kwa kufanya muziki mzuri. Can you imagine? Tanzania ndo tunaongoza kwa kutengeneza muziki. Inawezekana sio muziki mzuri, lakini wasanii ambao wana majina makubwa na wanafanya vizuri zaidi nje na ndani ya Afrika. Kwa hiyo ili kukuza muziki, tukiendelea kungangania tu hapa kila wakati, sisi kolabo zetu ni za wasanii wa ndani kwa ndani. Nimeona juzi hapa wasanii wametoa wamejiita watu wanaoita utatu. Bwana. Wasanii wanatoa ngoma ya pamoja watatu ambao wote wameshafanikiwa, which is pengine msanii yule angewekeza kwenye kolabo kubwa ya Afrika, ama concentration yake ingekuwa kulisogelea soko la kimataifa zaidi kwenye engo kama vile ya kufanya hizo worldwide media tour ambazo wenzetu wao wanafanya. Juzi hapa BN ametupiga mchanga wa jicho kutoka pande za Kenya pale, wameenda kufanya interview Breakfast Club na kina Shama the God. You see? So vitu vya namna hiyo, tuondoke kwenye hili boxi la Tanzania. Kuaminisha watu kwamba sisi Tanzania hapa tunafanya muziki mzuri, mimi nafikiri ishaisha na ishatoka huko. Tunatakiwa kwenda kimataifa. So shout kwa wasanii wote ambao focus yao ni international. Hao ndio ambao tunahitaji kuwa support zaidi kwa sasa hivi. Una Mario, kwa mfano msanii kama Mario. Sio ni sababu ya Mario kuendelea kungangana makolabo ya ndani. Na niliwahi kusema siku moja, Mario anatumika pia vibaya. Mario kwa uwezo aliokuwa nao na tayari hiyo fame aliokuwa nayo Tanzania na East Africa, sasa hivi ni Mario anatakiwa kufungua mipaka, avuke mipaka. Wa Nigeria wenzetu wanatuzidi sana kwa sababu wao ni watu ambao wananyenyekea na kila siku wanatafuta connection nje ya nchi. That's why Burna Boy wakati anapambana na muziki wake Twice as Story inashinda Grammy. Ona namna ambavyo alipenetrate kwa mtu kama P Diddy, japokuwa kuna mapungufu yake mengi ambayo yamekuwa yakizungumzwa, lakini ndo namna ya kulifikia soko. Lazima tutoke nje ya boxi. Lazima tutengeneze network. Lazima wasanii wetu wawe na PR managers ambao watawasimamia kimataifa. Nilisema juzi, nilikuwa nazungumza na Simulizi na Sauti kwa Sky pale SNS Premium. Bongo, Diamond tunayemtaja kuwa ndo msanii namba 1. Kwa nini anazidiwa na BN ambaye anaingia mara 10 kwa Diamond? Ametuzidi, yeye ndo amekuwa East Africa wa kwanza kwenye interview ya Breakfast Club. Diamond amefanya mambo makubwa ambayo yanapaswa kuzungumzwa duniani, watu wakajua vitu ambavyo vinaendelea. Diamond anashiriki kwenye Netflix. Diamond huyo unafahamu ana stories za mababy mama wakubwa barani Afrika. Fantana, Zari the Boss Lady,
Tanasha Donna, mastaa wakubwa, ana story za kuzungumzwa. Diamond amepenetrate kufanya collab za kimataifa na wasanii wa Marekani. Diamond amefanya na Rick Ross, Diamond amefanya na Omarion, Diamond amefanya na Alicia Keys, Diamond ameonana na Swizz Beatz, moja ya maproducer wakubwa duniani. Diamond amekaa na Snoop Dogg. So ni wakubwa, ni wengi. Kwa hiyo unaona Bongo tumelala kidogo kwenye eneo la kulikaribia soko. Juhudi za kufanya collab peke yake hazitoshi. Tunapaswa kutengeneza connection mpya ambazo wenzetu wa Nigeria wao obviously wanazipata kwa sababu population yao ni kubwa. Tazama interview ya David wakati anahojiwa kwenye kuipromote album yake ya 5. Akasema wa Nigeria wako wengi, sio bullying kwamba wanapendelewa. Wako wengi kule. Kwa hata sisi tutengeneze huo wigo wa kuwashika watu ambao wanatoa maamuzi kwenye Makochela, Hot 97, Breakfast Club, Oddman Ebro ambaye ana mudu. Tunafika mbali. Na sijui kwa nini Diamond amemwachia Davido, still anamhitaji kumpeleka kimataifa. Davido anaongea na Chris Brown usiku na mchana. Ni mshikaji wake, wana vibe pamoja. So anyway, nimeenda beyond, but lengo lilikuwa kuzungumza kitu ambacho kilitokea pale makao makuu ya CCM. Amini ukumbi wa mikutano wa CCM Jakaya Kikwete Convention Center siku hii hapa leo. Uchambuzi mwingine utaendelea kesho na nitakuwekea pia baadhi ya clip utakuwa unazitazama hapa kwenye page yangu ya Haji the Credible. Pablo 255 TZ. Je, unaonaje movement za msanii kama Harmonize kwa sasa? Kuna dalili ya kuliteka soko la nje? Sasa Harmonize ni topic kabisa. Okay, hii naomba ni screenshot, kesho tutaanza nayo. Muda wangu jamani umefika wa kwenda kula, na lengo lilikuwa kuelezea ile scenario ambayo nimeizungumza hapa. Asante sana mwanangu Bruce Ben, Pasco Music, Paso. Paso nakwaje mwanangu? Paso pia moja kati ya wasanii ambao wanajua sana muziki fundi. Kwa nini usingemtafuta Simba kwa pale tukaona je na yeye angekukataa? Nimeielezea hiyo scenario ya Simba. Simba alikuwa alivyoingia getini alikuwa anaonesha kabisa hahitaji kufanya interview na media yoyote, na alikuwa yuko speedy. Ni kama mtu ambaye alikuwa ana haraka. Lakini Alikiba yeye alikuwa hana haraka. Aliingia akasimama kwenye viunga zaidi ya dakika 5. Nilivyomwomba akakataa. Hakunijibu, ila alini ignore, and then akafanya interview na media yake. So hiyo ndo concern yangu hapa mimi nimekuwa nikielezea. Okay, natoa shout out kwa Deogratius pamoja sana mwanangu. JK. Okay, sawa, twende na hivyo. Kanyinyi TZ pamoja sana, Hayden Boy, Samueli, Boy Pani pamoja sana, kila mmoja ambaye ame watch live yangu ya leo. So mwena usiku mwema guys. Mimi naitwa Dr. Upupu. Haji the Credible. Baby. Mniombee, sema vita ni kubwa kinoma. Yo Junior Tembo, tumechelewa. To join tena tomorrow mwanangu, kama sasa hivi saa 4 juu ya alama tutakuwa tunapiga story hapa. So ciao, respect.